Bwana Mungu, tazama kikapu cha matunda ya wakati wa hari. Akaniambia, Amos, unaona nini? Nikasema, naona kikapu cha matunda ya wakati wa hari. Ndipo Bwana akaniambia, mwisho wao umewajilia watu wangu Israeli, sitawapita tena kamwe. Tena nyimbo hekaluni zitakuwa vilio siku ile, asema Bwana Mungu. Mizoga itakuwa mingi, kila mahali wataitupa wakinyamaza kimya. Lisikieni neno hili, ninyi mnaopenda kuwameza wahitaji na kuwakomesha maskini wa nchi. Mkisema, mwezi mpya utaondoka lini, tupate kuuza nafaka, na sabato nayo tupate kuandika ngano. Mkipukuza efa na kuiongeza shekeli, mkidanganya watu kwa mizani na udanganyifu, tupate kuwanunua maskini kwa fedha na uhitaji kwa jozi, kwa viatu na kuziuza takataka za ngano. Bwana ameapa kwa fahari ya Yakobo, hakika sitasahau kamwe kazi zao hao hata mmoja wapo. Kwa ajili ya hayo, je, haitatetemeka nchi na kuomboleza kila mtu akae ndani yake? Na itainuka yote pia kama huo mto, nayo itataabika na kukupwa tena kama mto wa Misri. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Na itakuwa siku hiyo, asema Bwana Mungu, nitaifanya jua litue wakati wa udhuhuri, nami nitaitia nchi giza wakati wa nuru ya mchana. Nami nitazigeuza sikukuu zenu kuwa maombolezo na nyimbo zenu zote kuwa vilio. Nami nitatia nguo za magunia katika viuno vyote na upaa katika kila kichwa. Nami nitayafanya haya kuwa kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee, na mwisho wake kama siku ya uchungu. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu wala kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbiu wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana, wasilione. Siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu. Nao hao wapao kwa dhambi ya Samaria na kusema, kama aishivyo Mungu wako, Dani, na kama ishivyo njia ya Beersheba, hao nao watanguka wasiinuke tena. Jina la Bwana nalipewe sifa. Amen. Huu ni ujumbe wa kiungu ambao uliletwa na nabii wa Bwana Amosi. Mungu akamua kunena na Amosi kwa ajili ya watu wake ambao alikuwa wanamlilia, na wale ambao walikuwa wanapigana vita ambavyo havina mwisho. Kuna watu wamepigana vita chini ya jua ambavyo havina mwisho. Hivyo vita vinahitaji usemi wa kiungu ndio vinaweza kukoma. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kwa hivyo Mungu kwa kinywa cha Amosi akamonyesha Amosi matunda. Akamuuliza Amosi, Amosi, unaona nini? Amosi akasema, naona kikapu cha matunda. Akaambiwa na Bwana, haya ni matunda ya wakati wa hari. Kumaanisha nini? Hakuna kitu kenye kinafanywa chini ya jua hakina matunda yake. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kama wewe umekuwa ukimtafuta Bwana, unako matunda ndani ya kumtafuta Bwana. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Kama umekuwa ukimlilia Bwana, yako matunda katika hali ya kumlilia Bwana, na lazima utapokea katika jina la Bwana Yesu. Amen. Mungu alipomwonyesha matunda haya mtumishi wake Amosi, akamwambia kwamba wakati wangu wa kujilia watu wangu umefika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wakati wa Bwana wa kujilia watu wake umefika. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Kwa sababu gani Mungu akanena hayo? Kuna watu walitazamwa na Mungu kwa mtazamo wa kibinadamu na wa kiungu, wakaonekana wamekuwa na vita vikali chini ya jua. Bwana akaazimia kukomesha hivyo vita, ndiposa akamonyesha Amosi matunda ya hari, ya kwamba hayo ni matunda yenye kila mmoja atapewa
baada ya Mungu kuleta turnaround katika maisha yake. Jina la Bwana nalipewe sifa. Amen. Kuna turnaround inakuja katika maisha yako. Ni kweli umeteswa, umeonewa, lakini yako matunda yanayoonyeshwa katika ulimwengu wa roho ambao unaenda kupokea. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Amosi alipoambiwa hivyo na Bwana, akaambiwa kwamba na hapa sitapita tena watu wangu. Jina la Bwana na liinuliwe. Labda katika hali ambazo ulipitia, Bwana amekuwa akikupita, akidhuru wengine, na wewe bado hajakudhuru. Ni ujumbe mchana mwema wa leo ya kwamba Bwana hapiti watu wake sasa. Kama alikupita jana kwa ibada ya jana, leo kwa ibada ya leo hata kupita. Jina la Bwana na liinuliwe. Hata kupita kwa ibada ya leo. Baada ya kuonyesha matunda, inaonekana kwamba tayari ametayarisha haya matunda kwa ajili ya watu wake. Kwa hivyo nataka kukwambia kwamba Bwana amekuja na kikapu cha matunda mahali hapa. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kuna tunda la uvumilivu. Yuko mtu mahali hapa amepitia changamoto, lakini akavumilia ndani ya huyu Bwana. Liko tunda Bwana anaenda kukupatia. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna mtu amepigwa vita, lakini bado hajaendea mwanadamu kusema naenda kuinamia mwanadamu. Bado nasimama na huyu Mungu nikaanza kuona mwisho wangu ni nini. Nataka kusema Bwana amekuja na kikapu cha baraka kwa wewe ambaye umelia. Haleluya. Akamwambia Amosi kwamba sitapita tena watu wangu, kuonyesha kwamba kuna watu labda walipitwa na neema ya kiungu, lakini sasa hiyo neema haitakupita. Haleluya. Kuna neema ya uponyaji haitapita mtu mahali hapa. Lazima Mungu atanena na maisha yako na atakukomboa na atakuinua. Jina la Bwana na lipewe sifa. Akasema kwamba na mizoga itaonekana hapo hekaluni, na nyimbo za sifa zitarudi kuwa nyimbo za kilio. Kwa sababu gani? Wale ambao walionekana wametesa watu wa kiungu, wameleta mateso kwa watu wa Mungu, ni watu ambao walipatikana hekaluni. Abantu abajema bacha kuvisa makansi. Ole wako. Jina la Bwana na liinuliwe. Watu wanatesa wenzao, wakija kanisani ndio wao mstari wa mbele. Mungu ananena kwamba mizoga ya hao watu itaonekana hekaluni. Kwa sababu gani? Hawezi kuwa unamtumikia shetani, unafunga wenzako na ujionyesha kwamba wewe ndio hata unafaa kanisani. Jina la Bwana na liinuliwe. Inakaa hukumu ya Bwana imeingia kanisani. Haleluya. Kwa hivyo hapo tunaambiwa tusije hapa kucheza. Usiende kwa kanisa lako lenye huo unaenda ukicheza. Nikasikitika kwamba wenye huo wanafanyia watumishi wa Bwana vituko ni wale wale wa kanisani. Si ajabu. Hata Judas ndio alimsaliti Yesu. Adui wa kwanza ndio nyumbani kwako. Jina la Bwana na lipewe sifa. Lakini Mungu anaonya watu akisema kwamba mizoga ya kwanza itapatikana kanisani, katika hekalu. Bwana atakatakata watu kwa sababu mizoga itaonekana. Kuna watu watakombolewa ambao Bwana hata wapita, lakini kuna watu wataonekana kama mizoga. Hapo ni wewe uamue uko wapi. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Afadhali ucheze na mambo yote lakini usicheze Mungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Wakati wengine wanapewa matunda ya kuvumilia kwao, wengine wanapewa matunda ya utajiri, wengine matunda ya uponyaji, wengine matunda ya kufunguliwa vifungo, wewe unapewa tunda lako la kutesa wengine. Mungu anaachilia mauti juu yako. Hapo pia tunasema amen. Na hiyo hivyo. Maana maisha haendelei mbele, makanisa yamefifia kwa sababu ya watu wawili watatu ambao wamekaa kanisani kupinga kazi za kiungu, kupinga watumishi wa Bwana. Ole wao, maana Bwana anasema mizoga itaonekana katika hekalu na nyimbo ambazo huwa zinatumika kwa sifa zitakuwa ni kilio. Maana hapo watu hawataimba Bwana tunakutukuza, inageuka ni kilio. Haleluya. Mungu ananena mambo makubwa hata nasikitika. Ni afadhali tunapoamua tutamwabudu Mungu aliye hai ama tutaabudu miungu. Kama umeamua uabudu miungu, ende uabudu miungu yako huko nje.
Usije kutesa watu wa Mungu ndani ya hekalu. Na napoongea hivyo ni sehemu ambayo imeingia ndani ya kila kanisa. Si hapa peke yake hata kanisani, lakini hapa usijaribu. Haleluya. Amina. Ndani ya makanisa mengi hii roho imeingia. Mtu anaingia tu kutatiza wengine. Suka nyumbani kwako. Jina la Bwana lainuliwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo Mungu ameona mateso ya watu wake. Kumbe watu wengi mateso wanayotesekea yanatokana hata na makanisani. Mtu mmoja kakufisa nyama bwana nabii wa Bwana. Kumbe ndio mchawi mkubwa zaidi. Mungu akimtazama mbinguni anashangaa. Na ajabu kwa sababu tunapenda kuwekelewa mkono. Basi kila mtu atakimbilia awekelewe mkono. Usio unapenda kuwekelewa mkono sana. Jina la Bwana lainuliwe. Amen. Sasa hivi watu wamekuja kwa sura ya Kristo, lakini wamevaa mavazi meupe. Nao ni mbwa mwitu wa kale. Wamekuja kuliharibu kundi. Jina la Bwana lainuliwe. Kwa hivyo kwa macho ya Amosi mambo haya yalionekana. Lakini Mungu akanena kwa uzito kwa sababu anataka kukomboa watu wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Amina. Akasema hata wapita kamwe watu wake. Kwa hivyo wale ambao ni wa kiungu, Mungu hata kupita. Jina la Bwana lainuliwe. Wewe ambaye ndani mwako unamwabudu Bwana kwa roho na kweli, Bwana hata kupita. Haijalishi ni vifungo vya aina gani wamekufunga. Bwana atakuja na kukatakata hivyo vifungo. Na lazima utakuwa huru katika jina la Bwana. Haleluya. Jina la Bwana lainuliwe. Kwa akasema lisikieni hili. Ninyi mnaopenda kuwameza wahitaji na kuwakomesha maskini wa nchi. Mkisema mwezi mpya utaondoka lini? Tupate kuuza nafaka. Na Sabato nayo tupate kuandika angano. Punguza efa na kuiongeza shekeli. Mkidanganya watu kwa mizani ya udanganyifu. Tupate kuwanunua maskini kwa fedha na wahitaji wa jonzi ya viatu na kuziuza takata za ngano. Bwana ameapa kwa fahari ya Yakobo, hakika sitasahau kama kazao hata moja wapo. Kwa ajili ya hayo, je, haitatetemeka nchi na kuomboleza kila mtu akae ndani yake? Kwa hivyo kwa ajili ya matendo ya watu ambao wametenda kinyume cha mapenzi ya Bwana, kufunga watu wa Bwana, kuwarushia watu wa Mungu maroho, Bwana anasema kwamba hata sahau hizo kazi ambazo watu wamezitenda. Jina la Bwana lainuliwe. Ni kweli anatusamehe akisahau, lakini kuna kazi zenye anasema hataweza kusahau. Kazi labda mtu alipia mtumishi wa Bwana sumu. Unafikiri hiyo Mungu atasahau? Itakumbuka kwa uzao wako wote. Na uzao wako utateseka kwa ajili yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo tunapokuja kumwabudu Bwana, analotaka ni kwamba tumwabudu kwa roho. Tumwabudu kwa roho na kweli. Haleluya. Maana katika Yohana 4:4 wanasema kwamba Mungu ni roho na wamwabuduo inapasa kumwabudu katika roho na katika kweli. Maana sasa anatafuta watu kama hao. Nataka kukwambia kwamba chini ya makanisa yote ambayo tuko nayo, Mungu hana haja na madhehebu. Haleluya. Mungu hana haja na manabii. Mungu hana haja na hata watu ambao wako na title. Ana haja na watu ambao wanamwabudu kwa roho na kweli. Haleluya. Mungu anatafuta. Haleluya. Macho ya Bwana yanatafuta watu ambao wanamwabudu kwa roho hata na kweli. Kwa sababu kuna mahali kuna matitle makubwa, lakini Mungu anapotazama, hapo ndio watu wamejificha ambao wanatesa kondoo za Bwana. Tutaenda wapi tukimbie uso wa Bwana? Macho ya Bwana ni makali mno. Yanaona paka yale ambayo yako sirini. Haleluya. Jina la Bwana lainuliwe. Kwa hivyo kwa wale ambao walifungwa vifungo vyao makanisani, na yako kweli, kwa sababu kuna mtu aliinuka kweli na kipao kikubwa, lakini akafika kanisani kikazimwa wa. Si ni kweli? Kama ni uongo mwende mnishtaki. Mungu anaangalia. Alipatia watu vipawa vikaweze kufanya kazi. Tazama Yohana. Yohana amekuja na ujumbe kusema zaeni matunda yanayopasa toba. Mtu umewekwa, kishoka limewekwa tayari
kukata kila mtu sio za matunda. Ukweli ni kwamba Mungu anataka tuzae matunda katika kila sehemu. Jina la Bwana na liinuliwe. Lakini kwa nini wengine wataki matunda ya Bwana azalike? Uko na kipawa unazimwa. Kwa nini? Tunataka ufalme tuubomoe. Jina la Bwana na liinuliwe. Na vipawa vilivyowekwa na Mungu vikafanye kazi. Watu wafunguliwe ndani ya kila kanisa. Na watu waweko huru. Haleluya. Watu wakaweze kuinuliwa. Vipawa vikafanye kazi. Baraka zenye watu wamepewa zikaweze kuenea. Jina la Bwana na liinuliwe. Watu baraka zao zimemezwa makanisani. Kucha shuhuda na mshuhuda mbanga Bwana nimtendee. Na hapo ndio mwisho hapo. Kwa sababu makanisani watu wamejichanganya. Kuna mambo mengi. Jina la Bwana na liinuliwe. Tunataka baraka za Bwana basi zibaki za Bwana. Maana neema yako ni yako, neema yangu ni yangu. Haleluya. Kwa nini nishikilie neema yako usipone? Kwa nini nishikilie neema yako usipenye? Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo Mungu akaangalia mambo haya, akayapima kwa mizani. Kuna watu hata walifanya kazi ya Bwana kwa faida yao. Wanataka kumeza wahitaji. Wanameza wahitaji. Mtu unahitaji lakini bado unamezwa. Jina la Bwana na liinuliwe. Tena hivyo hivyo Bwana ukasubu David mlunguni. Mbingu ya nani wapendwa tunaenda? Hatuendi mbingu yoyote, tusijidanganye bure. Jina la Bwana na liinuliwe. Na nashukuru Mungu kwa sababu hukumu ya Bwana inaanzia madhabahuni. Haianzia hata kwa washirika, inaanzia hapa mbele hapa. Kwa hivyo ikiwa mimi nina meza wahitaji wa kiungu, nikidanganya yani mtu ni mhitaji, unamwambia kwamba Mungu anasema utoe kiwango fulani ndio upone. Na kweli mtu anajikakamua anaenda anatafuta, na mwisho wa siku bado hali zinabaki kwake. Watu kama hao Mungu anawamulika. Haleluya. Mungu anamulika watu kwa mizani. Kuna mambo yenye Bwana hayajampendeza, hata japo tuko na title za kwamba tunaenda mbinguni. Kuna mambo tumejificha nayo ambayo yamefungia wengine kusonga. Tumekuwa kama Mafarisayo, walikuwa kwa mlango wakazuia watu kuingia. Na kuna watu wamekaa kwa mlango wanazuia wengine hata kutoka kwa sababu matendo yao yamekuwa si matendo. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu anataka kuleta utofauti kwa kanisa. Kanisa liwe kweli lina nuru ya kiungu, na kanisa ambalo linafungua watu wa Mungu na watu wa Bwana wapone, wakaweze kuinuliwa na karama za ukuu wa Bwana zikaweze kuonekana. Jina la Bwana na lipewe sifa. Tena akasema kwamba kwa ajili ya hayo yote, je, haitatetemeka nchi na kuomboleza kila mtu akaenda ndani yake? Naam, itainuka yote pia kwa huo mtu, nayo itatabika na kupwa tena kwa mto wa Misri. Tena itakuwa siku hiyo, asema Bwana Mungu, nitalifanya jua litue wakati wa adhuhuri, nami nitatia nchi giza wakati wa nuru ya mchana. Kwa hivyo kweli ni kwamba watu ambao tunaenda makanisani inafaa tugeuke. Haleluya. Tuache yale ya kale ambayo tulikuwa tunafanya, tufanye mambo ya kiungu. Kwa sababu gani? Sisi ambao tunamjua Mungu ndio tutafanya dunia iangamie. Kama unaamini na mimi sema ndio. Kwa sababu kama tunaweza omba na Mungu akabadilisha nia, akarehemu nchi, akaikomboa, na wewe hivyo hivyo kama utatenda maovu, utasababisha mvua isinyeshe kwa wengine, utasababisha wengine wapate shida. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo Mungu anataka tugeuke. Hii sauti ya Amosi kuhusu matunda ya hari, ni kweli Mungu analeta matunda, lakini anaangalia watu ambao wamegeuka. Mambo ambayo ulikuwa unafanya wakati hujakiri Yesu ni suti sahihi, ukaanza kuachana nayo. Jina la Bwana na liinuliwe. Kusige mazeti yako semonya kusemendre Mlungu. Itanawa katukomanya Mlungu kuwade maza ramefanana na Mlungu. Kwa sababu Mlungu wakona kwamba wamenda sera iruba. Haleluya. Jua litue wakati wa adhuhuri. Nechi iruba jidanenge na jioni. Lakini siku hiyo Bwana atalishusha, litakaa chini mchana. Na wanaangalia wakati mwingine liko juu,
Wakati linawaka sana, watu tunachoma mpaka tunajificha kwa nyumba. Je, anapolishukisha itakuwaje? Haleluya. Hii ni roho ya mauti ambayo itakuja katika nchi, na si kwa wale wako kanisani, wote walio kanisani na walioko nje. Na kwa sababu gani? Wale ambao tumeitwa tumtumikie huyu Mungu aliye hai, tumeenda tukageukia miungu. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo kwa ufupi, Mungu anataka tumgeukie yeye peke yake. Kuna mambo makubwa atatutendea. Hata vipofu wataona, hata viwete watatembea. Maana nampenda Yesu, anasema kwamba watu wanapomwamini, kazi ambazo yeye alizitenda watazifanya hata na zaidi. Inawezekana kanisa la sasa likaweze kuwa kanisa la kutajika, watu wakamwogopa Mungu kupitia kwa kanisa, wakati watu wamekataa dhambi zao na kuamanisha kwamba wanaishi kwa utakatifu. Lazima magonjwa ya Misri yataponywa katika jina la Bwana Yesu. Watu wataponywa, watu watafunguliwa. Jina la Bwana na lipewe sifa. Lakini sisi wenyewe ndio tumeshikilia sehemu ya uponyaji. Haya matunda ya hari, sisi wenyewe ndio tumeshikilia, hatutaki kuachilia, kwa sababu tumeenda tukajichanganya na dunia. Mungu anasema siku ya leo, toka mahali kwenye shetani amekuweka, uje kwa nuru ya kiungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Na lazima familia yako itapona. Lazima ndoa yako itapona. Hata wajukuu wako watapona katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Endelea kumaliza. Katika mstari wa 10 akasema, nami nitazigeuza sikukuu zenu kwa maombolezo na nyimbo zenu zote kwa vilio. Nami nitatia nguo za magunia katika viuno vyote na upaa katika kichwa. Nami nitafanya haya kuwa kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee, na wa mwisho kama siku ya uchungu. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Si njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kusikia maneno ya Bwana. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo wale ambao wameitwa na wanaendelea kutenda dhambi pasipo kumwangalia huyu Kristo na kujitakasa, Bwana anasema kwamba ataleta njaa. Si njaa ya chakula, ni njaa ya neno. Na nadhani imekwisha kuja. Maana sarim davendi kansi na dubwe buru. Si kweli? Kwa sababu Mungu anaondoa neno lake hata kwa watumishi wake. Watu watakuwa na kiu na njaa ya haki. Tunataka tushibishwe neno, lakini ukienda kanisani, yule mtumishi anawekwa jokes na Mungu. Visekesho dangu nguvachuo. Mnachekeshwa, mnarudi. Ni Mungu ananena, si mimi. Kwa hivyo kuna hatari. Wakati hatumtafuti Bwana, wakati tunajichanganya, kuna hatari kubwa. Kumaanisha hii connection na rohoni Mungu ataikata. Itakuwa ya kwamba hata kwa wale ambao wanajiita watumishi, ni kweli makanisa yako yatakuwa, lakini neno la Bwana ataliondoa. Mkache enda njala. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Anasema watu watapiga mbio, watakimbia bahari baada ya nyingine. Watu watahama makanisa, waseme mtumishi wetu yuko ABCD, tuenda kwa mtumishi mwingine. Ukienda pale ndio wasi. Ni Mungu anayenena. Watu watahama. Tutahama hili kanisa jamani, hakuna ujumbe wa Mungu. Tenda kanisa lingine, haya mbio watakimbia. Wakienda kule tena, hakuna ujumbe wa kweli. Mungu anaweka njaa yake. Kwa sababu gani? Wakati ambao umefaa tusikie neno, tumeligairi, tukalikataa. Jina la Bwana na liinuliwe. Ilagoja dedo, ndumunda bora ilagoja ila mjanganya. Kwa nini wewe usipokee neno likakuponya? Unaposema nilanganya, basi next time Mungu anafungia. Lakini tunapolipokea neno, hata kama tumeenda matangani, neno neno la kutubu, sikia kulipokea. Usione eti wengine ndio washerati. Hata kama wewe hujawahi ufanya, mwambie Bwana, jijumlishe hapo, utubu kwa ajili ya wale wengine. Jina la Bwana na liinuliwe. Hiyo ndio njia ya kupenda Mungu na kuendelea kumtafuta. Lakini kanisa dadaloliani lako, jitajwa jimbiri, leo ni hivi na hivi. Abantu baso kulolanganywa che ikanisa nyama nduche. Ndinja pinti. Si kweli?
wakati ni huu sasa. Pokea neno la Bwana likubadilishe. Haleluya. Amen. Liwe limekuja lizito, limekuja la kukatakata, limekuja la kusagasaga. Pokea hivyo hivyo, ndio Mungu amekubali. Jina la Bwana lalinuliwe. Amen. So eti neno likija la kukatakata, wanaweza kuguba mtumiki na mesoka mge mzera kwa kikwa dubiri ngutu. Badili ya kutubu. Haleluya. Sijui kwa nini Mungu ananena haya. Inakaa kuna mambo yenye tunayakimbia, lakini hapo ndio kuna uponyaji wetu. Jina la Bwana lalinuliwe. Hili neno huwa linakuja kutuponya. Jina la Bwana nalipewe sifa. Kwa hivyo inafaa ulipokee. Hata kama ni kwa redio umelisikia, ukaona kwamba ni kweli nimekuja na uzito wa kukatakata, nipokee hivyo hivyo. Hilo limetayarishwa lako. Mwambie Bwana, katika hili Bwana umeniona. Bwana naomba unisaidie. Unakuta hilo neno linaponya jamii yako. Haleluya. Unakuta kwamba unafunguliwa. Kuna watu kuna vifungo ambavyo vinaendelea kuwakaza kila kuchao. Labda kufunguliwa kwako ni usikie neno ukaweze kufunguliwa, lakini unakuta wakati mwingine watu wanakiuka lile neno. Na hayo ndio baadhi ya matunda ambayo Amosi alipewa. Neno la Bwana ndilo tunda la kwanza. Unapolimeza hili tunda la kiungu, lazima unapona. Tunaona kwamba kina Adamu walimezeshwa tunda na yule nyoka. Kwa hivyo sisi, kupona kwetu sisi, tuondoke kwa laana ambayo iliwapata kina Adamu na Hawa. Tuondoke kwa laana ambayo iliwekwa kwa ardhi. Tuondoke kwa laana ya mauti. Tuondoke kwa laana nyingi. Kenye sisi tunahitaji ni neno la uzima. Haleluya. Unapolipokea neno la uzima, lazima unakuwa tofauti na unaona Mungu katika kiwango cha juu. Lakini tunapolikataa neno, basi Mungu anasema kwamba atalifungia, na kuna kipindi watu watalitafuta wasilione. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Kufikia hapo najua mmeelewa. Haleluya. Nataka kusema kwamba neno la Bwana hufungua. Maana neno la Bwana lina nguvu na ni upanga unaokata zaidi upanga ukatao kuwili. Kwa hivyo unapolikubali, linakupatia operation katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa asili, na unakuta ukipona. Haleluya. Unajikuta ukiwa sawa. Jina la Bwana na linuliwe. Haleluya. Usimame kwa miguu.